Ndiyo bro, mimi tamaa tu ndo zimenileta hapa, lakini nampenda mke wangu. Hata mimi pia nampenda mke wangu, ndio maana nikamweka ndani na kumtunza. Hivi we dogo, unaujua uchungu wa kuliwa mke? Au unajua maumivu nilionayo sasa hivi? Yaani kwa jinsi ninavyojisikia hapa, naweza nikakuua humu ndani, kisha nikaenda kukutupa baharini uwe chakula cha samaki. Hivi unajua mimi ni nani? Tafadhali naomba usiniue bro. Naomba unisamehe mdogo wako. Ni ujinga wa ujana tu ndo umenifikisha hapa. Nisamehe kakaangu. Ukweli ni kwamba sikujua, lakini hapa kwa Mungu sitarudia tena hili kosa. Yaani unataka msamaha kirahisi hivyo? Najua sio rahisi kunisamehe bro, lakini naomba unihurumie. Kama unataka kutoka hapa salama, naomba unipe majibu ya kweli kwenye kila swali nitakalo kuuliza. Sawa bro, mimi nipo tayari. Umelala na mke wangu mara ngapi? Unanijibu au nianze kazi yangu? Hapana bro, usianze. Nimelala na mke wako mara nyingi tu. Wewe na mke wangu mlikutana lini? Tulikutana club mwaka juzi bro. Kwa hiyo, kumbe muda wote huu ambao niko naye ulikuwa unanichora tu, sio? Yaani mimi nikitoka, wewe unaingia, na nikiingia, wewe unatoka. Ndiyo bro. Jamani Mudi, mwambie ukweli kuwa tuliachana hapa katikati. Wewe nilishakwambia unyamaze, muda wako utafika. Sawa, siongei tena. Sasa wewe, toka haraka nyumbani kwangu, kabla sijabadili maamuzi. Tena toka hivyo hivyo ulivyo. Hiyo ndio adhabu yako. Sawa bro, natoka, lakini naomba hata boxer. Kumbe hujaelewa nilichosema ni badili adhabu. Naomba unisamehe mume wangu, ni shetani tu alinipitia. Mimi sio mume wako. Mimi ni mjane mpweke na mjinga. Nisamehe mume wangu, nimefanya haya yote kwa sababu upweke ulinizidi. Hivi Janet, kwa mema yote niliyokutendea, hii ndio shukurani unayonipa kweli? Yaani unaingiza mwanaume kwenye nyumba ninayoilipia, unalala naye kwenye kitanda changu ninacholala na wewe, na bado unanitusi bila hata aibu. Yaani sijui hata nianzie wapi kujieleza, lakini nakuahidi mume wangu sitarudia tena. Naomba unisamehe mimi, usiniache tafadhali. Tafadhali, naomba uwe na amani, kwa sababu kodi ya nyumba nimeshalipia ya mwaka mzima. Kodi ya frame pia nimekupa ya mwaka mzima. Hela ya matengenezo ya frame nimekupatia, na nusu ya mzigo nimeshakuagizia. Nadhani hivyo vinakutosha kufidia muda wote tuliokuwa pamoja. Kwa hiyo kuanzia leo, hunijui, sikujui. Kila nilichotoa kwako na kulipia ni sadaka yangu kwako. Hivyo kuwa huru kuishi na umtakaye. Mungu wangu, nitaumbuka mimi jamani. Hebu ngoja kwanza nimpigie Batuli. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali. Sasa nitafanyaje jamani? Mungu, nisaidie nisije nikaumbuka mimi. Batuli amka. Wewe nani unanigongea mlango usiku wote huu? Fungua mlango, ni mimi Janet. Janet, umekuja kufanya nini kwangu saa hizi? Haya, na wewe Mudi unafanya nini huku? Ulitarajia vile bwana wako alivyonitoa uchi ningekimbilia wapi kama sio huku? Au unataka niende nyumbani kwangu nikiwa uchi? Hebu niache tafadhali. Kwa kweli umenishangaza sana Batuli. Kumbe tayari umeshajua ukweli wa kilichotokea, alafu umeamua kuzima simu bila kujali hata rafiki yako nitakuwa kwenye hali gani. Simu yangu haina chaji. Lakini Mudi sikakwambia kilichotokea. Ndiyo kaniambia, lakini ulitarajia nifanyaje? Yaani hata ningesema nije kwako usiku huu nisingeweza kukusaidia kwa chochote. Tuachane na hayo yote. Sasa utanisaidiaje rafiki yangu, maana hapa nilipo tayari nimeshachanganyikiwa. Yaani hata sijui nifanyaje. Kwani umefukuzwa? Hapana, hajanifukuza. Ameniacha niendelee kuishi pale nyumbani na tayari kashalipa kodi ya mwaka mzima. Sasa kama hujafukuzwa, ni nini kinachokufanya uchanganyikiwe? Sasa we mjinga, usichokielewa hapo ni kipi? Mwenzio nimeachwa. Isiaka halitaki tena mimi. Basi nyamaza rafiki yangu, lakini si ulikuwa umechoka upweke? Ndio, nilichoka upweke, lakini sikutaka aniache mimi, nilitaka aendelee kuwepo maishani mwangu. Lakini nilikukanya ila ukawa mbishi.
Hivi Batuli rafiki yangu, huu ni muda wa kunilaumu kweli? Basi sikulaumu tena, sasa tunafanyaje? Nimekuja tumpigie yule mganga anisaidie. Hatuwezi kumpigia saa hizi hadi kesho asubuhi. Hadi asubuhi? Tafadhali Batuli, nataka nipate jibu saa hizi. Mwenzio sitaki Isiaka aniache. Hatuwezi kufanya chochote saa hivi. Jitahidi tu ulale, halafu kesho asubuhi tutaenda. Mungu wangu, kwani sasa hivi tukienda kwake tukamgongea hata tufungulia? Janet rafiki yangu, tayari nimeshakwambia haiwezekani kwenda usiku huu. Wewe cha msingi meza Panadol ulale, halafu kesho asubuhi na mapema tutaenda kwa babu akusaidie. Jamani, mimi naomba niondoke ili niwaache mlale. Usiondoke bwana, wote tunaweza kulala hapa. Maana kutembea mida hii huko nje kunaweza kuhatarisha maisha yako. Hapana Batuli, usiwazi kuhusu mimi. Kwa sasa Janet anakuhitaji zaidi. Ngoja mimi niende. Sawa, ngoja nije nifunge mlango. Mbona mapema, unaogopa? Hamna, ni heri niondoke kabla hajazuka mengine. Yaani yule hawezi kugundua chochote sasa hivi. Maana pale alipo tayari kashachanganyikiwa. Na saa hizi anaiona mitaa ya uswazi inamuita. Najua sasa hivi kachanganyikiwa, ndio maana nataka niondoke mapema kabla hajakumbuka swala la pesa na kuanza kuniulizia. Wale huyu mjinga ana mengi ya kumfanya achanganyikiwe leo. Hebu ondoka tu ili swala la pesa liwe akiba ya siku nyingine. Poa, kesho basi. Acha basi kuchungulia, hamna mtu. Yaani huwezi amini, mpaka sasa hivi naogopa. Yaani kwa jinsi yule jamaa alivyo, tayari nilikuwa najua nimeshakufa. Nacheka kama mazuri, ndo ukome. Nimekoma walahi. Haya, we nenda, ngoja mimi niende nikamtulize mjane mtarajiwa huko. Sasa tunafanyaje? Yaani unaniuliza tena mimi rafiki yangu, na wakati unajua mwenzio nimechanganyikiwa. Lakini nilikukanya toka mwanzo. Kwa huyu mzee ana wateja wengi na nikakwambia usichanganye dawa na wala usipuuzie masharti, lakini wewe ukawa unafanya unavyotaka. Huu sio muda wa kunilaumu Batuli, tafadhali naomba unisaidie. Mimi naona ni bora tu urudi nyumbani ukamuombe mumeo msamaha. Si ulisema alikuwa anakupenda kabla hata ya dawa? Kwa kweli sidhani kama atanisamehe, kwa sababu sio kwamba amenifumania tu, bali pia amesikia kila baya nilomuongelea. Yaani hata sijui nilikuwa nafikiria nini hadi nikamsema vibaya kiasi kile. Basi tulia, usije ukaanza kulia tena hapa watu wakatushangaa. Mimi naenda kwa mjomba wake, nitamueleza kila kitu na nitamlilia aniombe msamaha. We Janet, umechanganyikiwa. Yaani unataka ukamueleze mjomba wake madudu yako yote? Hivi unadhani atakusaidia kweli? Nina imani atanisaidia, maana ataona ni kweli najutia makosa niliyoyafanya. Sidhani kama hilo ni wazo zuri, lakini nenda tu ukajaribu. Sawa, ngoja niende, nitakupigia simu. Sawa, basi jikaze, usije ukalia huko njiani kama umefiwa. Sawa. Utakoma, yani unaonja utajiri, halafu shwa unarudi uswazi, lazima uchanganyikiwe. Halo Batuli. Don Moody, hebu njoo nichukue huku shamba tukale bata. Mjane wetu yuko wapi? Kaenda ukweni kuwalilia wamuombe msamaha. Ni nani atakayemsikiliza huko ukweni kwa yalotokea jana? Bwana njoo nichukue mimi, hayo mengine hayatuhusu.